Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kisa cha ndani. Juma hili tunaangazia mada inayosema kuhamisha wikiendi ya siku 2. Baada ya kupoteza kazi 2 kwa sababu ya imani yake ya Kiadventista wa Sabato, Rini alimwomba Mungu tena huko Filipino. Bwana, alisema, inaonekana kuwa Mwadventista ni kwa ajili ya matajiri tu. Siwezi kupata kazi ambayo hainihitaji kufanya kazi siku ya Jumamosi. Tunawezaje kuishi? Ingawa alikuwa na shahada ya chuo kikuu, Rini alifanya kazi za pembeni katika viwanja vya ujenzi. Malipo hata hivyo hayakutosha kulisha familia yake inayokuwa. Yeye sasa alikuwa baba wa watoto 2 wadogo. Aliomba tena, Mungu, unaweza kunisaidia kupata kazi ambayo itategemeza familia yangu? Kisha aliona tangazo la kazi ya uhasibu huko Mashariki ya Kati. Angelazimika kuiacha familia yake huko Filipino. Alituma barua ya maombi ya nafasi hiyo na baada ya usaili aliajiriwa. Ulikuwa wakati wenye changamoto. Rini alipofika aligundua kwamba wikiendi ya kitaifa ilikuwa Alhamisi na Ijumaa. Hivyo ilimaanisha watu walitakiwa kufanya kazi siku ya Jumamosi na Jumapili. Wakati Rini alipaswa kwenda ofisini siku za Jumamosi, hakupaswa kufanya kazi kwa kweli. Alisoma Biblia na maandishi ya Ellen White. Bosi wake alikuja tu Jumamosi usiku. Kwa hiyo Rini hakufanya kazi wakati wa mchana. Lakini bado alijisikia vibaya. Alikuwa kazini siku ya Sabato. Alihisi kana kwamba alikuwa anailegeza imani yake na alitamani kwenda kanisani siku ya Sabato. Mungu, aliomba, ukinipa nafasi ya kwenda kanisani Jumamosi, nitaitakasa Sabato hadi nitakapokufa. Katika miaka 2 aliomba sala hii. Kisha akazungumza na bosi wake. Tafadhali, nipe Jumamosi kwa ajili ya mapumziko yangu ya Sabato, alisema. Hapana, siwezi kukuruhusu, bosi wake alijibu. Lakini aliruhusu ikitokea Jumamosi kuwa wikiendi. Basi utakuwa huru kupumzika. Rini aliomba. Umesikia alichosema bosi wangu? Unaweza kunisaidia tafadhali? Miezi 3 baadaye, bosi wa Rini alikuwa Ulaya wakati mfalme aliposaini amri kwamba wikendi ya nchi itahamishiwa Ijumaa na Jumamosi. Rini, ambaye alikuwa akiomba wakati wote, hakusikia habari, naye akaenda ofisini kama kawaida saa 3 asubuhi Jumamosi. Baada ya kuketi, aliangalia barua pepe yake ili kuona kama kuna ujumbe muhimu ulioingia. Hapo ndipo aliona ujumbe kutoka kwa bosi wake. Alisoma, Rini, nilisikia habari kutoka kwa mfalme wangu na kumbuka ahadi yangu kwako kwamba uko huru kupumzika ikiwa mfalme wangu atatangaza Ijumaa na Jumamosi kuwa wikendi. Rini alifunga ofisi na kwenda kanisani. Alifurahi sana kiasi cha kulia. Rin Tukaldo ni mkuu wa idara ya fedha wa harakati ya wamishonari 1000 ambayo makao yake makuu huko Silang, Ufilipino, yalijengwa kwa msaada wa sadaka ya Sabato ya 13 ya mwaka 1996. Soma zaidi juma lijalo. Kimetolewa na ofisi ya Conference kuu ya utume wa Kiadventista inayotumia sadaka za utume za shule ya Sabato kueneza Injili duniani kote. Soma kisa kipya kila siku katika adventistmission.org. Na huu ndio mwisho wa tafakari ya kisa hiki. Tunapoendelea kutafakari kwa kina kisa hiki, kikiendelea kutusaidia kubadilika katika maisha yetu, Mungu aendelee kufunua siri za ajabu katika maisha yetu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.